upendo wa Mungu katika Kristo Yesu. Na hili neno linapatikana katika kitabu cha Warumi 8:31 hadi 39. Hapo tunazipata habari za upendo wa Mungu kwetu. Yeye alitupenda sisi, sio sisi tulimpenda. Yeye alitupenda kwanza, alituumba yeye mwenyewe. Lakini tulipoacha mwelekeo, tulipoacha njia, tulipoanguka, bado hakutuacha, akatutoa katika ile mauti, akatutoa katika ule ufu, akatutoa katika dhambi. Na hatukutolewa hivi, ni Mungu alitupenda sisi, akajitoa mwenyewe, akamtoa mwana wake Yesu Kristo kwetu sisi, atuokoe sisi. Kuna mtu hajasikia kitabu Warumi? Nimesema Warumi 8 mstari wa 31 hadi 39. Basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwapo upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote, atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye? Ni nani atakayewashtaki wateule wa Mungu? Mungu ndiye mwenye kuhesabia haki. Ni nani atakayewahukumia adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa, na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu, naye yuko mkono wa kuume wa Mungu, tena ndiye anayetuombea. Ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au shida au adha au njaa au uchi au hatari au panga? Kama ilivyoandikwa ya kwamba kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa, tumehesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa. Lakini katika mambo hayo yote tunashinda, na zaidi ya kushinda, kwa yeye aliyetupenda. Kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka wala yaliyopo wala yatakayokuwepo wala wenye uwezo wala yaliyo juu wala yaliyo chini wala kiumbe kingine chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Hapa inatupa nguvu, inatupa ujasiri kwamba sisi tumependwa na Mungu, tumekubaliwa na Mungu. Na ukijijua wewe kwamba uko umeingia katika malango haya, jua ni upendo wa Mungu umefanya haya. Maana aliachilia, alimtoa mwanae Yesu Kristo afe kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Ni upendo mkuu, ni upendo wa ajabu mno. Na sisi natakiwa tumpende huyu Mungu, kuonyesha kwamba nasi tumekubali ule upendo wako Bwana. Maana wewe hukujali. Hata Yesu mwenyewe alipoambiwa nenda, sio rahisi, sivyo anakufikiria. Sisi wenyewe tumeshindwa tukupenda na wenyewe hapa. Lakini mtu anakubali kutoa mwili wake kufa kwa ajili yetu. Ni kitu cha ajabu sana na ni kikubwa mno. Na tukilijua hilo, tutamwishi huyu Mungu, tutatembea naye, maana upendo wake ni mkuu mno kwetu. Yeye alionyesha kitu cha ajabu, hakutuacha. Kwanza sisi tulikosea, tuliambiwa kaa katika bustani hii, tukaona akili zetu ni nyingi, tukajiongeza. Tulipojiongeza tukawa tumeingia, tumezama kabisa kwenye shimo. Kutoka hatuwezi, tumenaswa. Bado Mungu kwa huruma zake akamtoa Yesu Kristo atutoe huko. Na alikubali kubeba msalaba kwa ajili ya dhambi zangu mimi na kwa ajili ya dhambi zako wewe. Naomba tuonyeshe upendo wetu kwa Mungu wetu, tukitii kila mtu peke yake. Yaani ukiwa peke yako, onyesha upendo wa Mungu wewe peke yako. Hatutarudi tena kutenda dhambi. Yesu alitugaramia pale msalabani. Kama ni wiki mwambie Mungu. Lakini tuaminifu wakuja hapa kwenye ibada.
Bwana Yesu asifiwe. Ni dhambi kwa sababu tumekosa utii. Na dhambi kubwa ni kukosa utii. Kila unapopata onyo, kubali yaishe. Mwambie mimi niko hapa. Nahitaji nibadilishe wewe. Nahitaji nigeuze wewe. Mungu naomba unisaidie. Yawe maombi yako. Kwa mfano Jumapili tunakuwa wapi jioni? Tuseme tu jamani ambao tunarudi. Tunakuwa wapi? Tunakuwa kwenye biashara. Sisi tumeokoka, tumechagua siku ya leo kumwabudu Mungu kuanzia asubuhi mpaka jioni. Ile jioni unakuwa wapi mtumishi wa Mungu? Unaenda kufanya biashara? Hiyo biashara haitakufikisha mahali. Utabaki tunaikana hapa. Watu wanaona kama unaenda, kumbe unakanyaga matikani. Naongea na Kiingereza ndio Yesu asifiwe. Kwamba nafanya biashara siendi. Nafanya biashara siendi. Kumbe wewe mwenyewe umejiroga mwenyewe, hakuna aliyekuona. Kwa nini umekosa utii? Tuonyeshe upendo wetu, upendo kwa Mungu, hata kuhudhuria ibada kwa waaminifu. Sisi tunamkaidi Mungu aliyecho. Umeachia wapi? Kama upo, acha. Acha mwenyewe, acha mara moja. Acha mwenyewe bila kulazimisha, acha. Yesu asifiwe. Ibada ya jioni sinakuwa nzuri baba sana. Sasa wewe unakuwa wapi? Tumejipyanga, tumejipunguza baraka kwa Mungu wetu. Anataka tubariki zaidi, sisi tunapunguza. Anataka tutunze, sisi watoto wake alitununua kwa gharama kubwa. Anaona sisi hatuoni kama nafaa kwetu. Ametuacha. Tunahangaika. Hakuna ulinzi hata kidogo. Umeweka na madao umemkosa na Mungu, bado habilindi vitu vyake. Wanasema tunapendeza, hatuna. Kwa sababu Mungu yeye anatupaka mafuta, anatulisha yeye chakula kitakatifu. Nikaraga na watu ndani wajue. Wanapiga vyombo kukuchu. Vyombo nilikumba wao mwenyewe umeweka wewe unapiga hujapika vizuri labda unaenda. Yuko mtoto wangu yuko abisho. Baba yake alikufaga, alifanya mambo, mke wake akasema ulienda uliyatafuta yakishie mwenyewe na alishia yaliondoka nayo. Fanya vitu kwa kumtegemea Mungu. Yeye alikubali kubeba madhaifu yako, alikubali kubeba madhaifu yangu. Alimtoa Yesu Kristo kutuokoa sisi. Na hawezi kutuacha sisi, na ndio maana nasema hata kama utapita, ipo siku moja Mungu atakunyanyua. Iwe ni njaa ikutoe kwa Mungu. Iwe ni utajiri unaoona kwa jirani ndio kutoe kwa Mungu, uende kumuuliza kwamba mwenzangu wewe ulipata wapi? Nasema ni kazi ndogo tu. Twende icheza. Anaenda kubariki. Unashangaa unaishi mwaka unaisha, haujaishiwa mahindi yapo. Mponzo zilipo, mbarara zilipo. Vioni vile kidogo ulivyoona bidhaa nyingi chache. Tuondokane na ziada. Tegemezi na tegemea kitu ambacho hakikusaidii. Sasa jamani, tuokoke leo. Tuokoke leo, hata kama una kamoyo kagumu kwamba anayesema huyo si mama Mwanyesia, si queen tu. Kweli mimi ni queen, lakini nimwambia Mungu, nipe neno, nikaseme na watu wako, wakikubali wakubali, wakikataa wakatae. Na waambie nasema mtu anayekwenda kufanya biashara nyumbani kule sokoni jioni ya leo, wakati hajamaliza ibada ya jioni, tena sema acha. Acha. Ukikawa wewe, mtu kaenda kusema hivi. Ibada jioni.
Ni Sauli. Alibahatika akakutana na Yesu, akampa kipigo kimoja. Kipigo chenyewe alifunga kwa lazima. Sisi kufunga kwenye hatufungi hata masaa 10. Yeye alifunga siku hizi 3 kavu. Haoni kizimu. Sinzia mara moja hivi, sinzia tutendege, zunguke kidogo, sinzia kidogo, zunguke uone kama unatembea safi. Kama sio adhabu. Kidogo. Akamwambia mimi ni Mungu. Unayenidhihaki. Unayenichezea mchezo wa ajabu. Unawaua watumishi wangu ambao nimewapeleka upeleke Injili, unaua. Sasa unaingia kazini. Akapewa kibao hicho, akaingia kazini. Afanye yeye sasa. Kipigo kile ambacho alipigwa wenzio ndio upigwe wewe. Ndivyo itakapokuwa. Wewe unaisumbua Mungu na kuita kwa mtumishi. Nafika kule nakutana na kibao hicho, washirika kusikii, kila mtu akusikii. Si unasema mimi siwezi kuwa mchungaji? Kwani kuna mtu ambaye anajiweka? Kama kuna mtu anajiweka, sijui. Lakini kama Mungu ameamua kusema wewe unaenda na nyinyi unaenda kuhubiri, hauna cha kuishi. Utafanya. Lakini unachokutana bila Mungu anafanya, ndio tunachokutana nacho. Wala sikarani. Katubiane kwamba Mungu ni mimi na Mungu nisaidie. Bwana Yesu asifiwe. Bwana mshukuru Mungu kunipa hili neno. Kwamba sisi tujue ule upendo wa Mungu wetu ulikuwaje na tufanye nini kuonyesha fadhila. Kuonyesha upendo wetu kwa Mungu, upenda na sisi. Nimekaza sana ibada. Hasa Jumapili. Jumapili ni siku ambayo Mungu tumempa. Bwana anatushinda wajini. Fanya vizuri, Mungu akufanyilie, akuongezee na baraka na uzima kwenye familia yako. Aponye watoto wako, aponye familia yako, ndugu zako wote. Unaharibu wewe. Unaharibu ulinzi wa Mungu kwa ndugu zako wale ambao hawezi. Tuwe waaminifu kwa Bwana. Kuhudhuria ibada. Usikubali kurudi nyumbani wewe tumelala, nilichoka sana. Nilikuwa kulima. Sasa kulima kule kunafaidisha Mungu. Wewe unatembeza vitenge kuanzia hapa mpaka Iyura. Si unachoka? Lakini tunafanya kazi ya Bwana. Sasa fanya na Bwana hivyo kama unafanya, tumia bidii kubwa kwa shughuli zako. Mungu atusaidie jamani. Mungu ni mwema. Unaweza kukosa. Lakini Mungu amekupa uzima, unatumia vibaya. Unatumia muda wako hata uogopa. Waigona hamjambo. Nyosha tu mikono bado. Mimi nataka mkono wako. Lakini njoo kwa Bwana. Sisi Mungu ametupenda. Alimtoa Yesu. Anasema ni kitu gani kitutenge na huyu Mungu? Iwe ni shida, iwe ni njaa, iwe ni adha, iwe ni kitu gani, magonjwa, iwe ni nini? Nasema hapana. Hivyo vitu haviwezi vikatuondoka. Tufanye biashara kwa sana, tulime kwa sana, tusiwahitaji. Biblia inasema mtu asiyefanya kazi asile. Na kama unafanya kazi, unatenda dhambi, wewe ni mtenda dhambi kama yule anayeua. Wewe unakula vya nani? Kule vya nani? Fanya kazi. Basi uweze kumkosa tena. Sasa unafanya kazi, unafanya na muda gaiba na muda ambao sio wako. Hapo Mungu ndio anapokasirika. Mungu hapendi. Anapenda muda wake uwe kwake. Muda mwingine uwe wako, fanya kazi yako. Amen. Basi Mungu tusimame. Tumwambie Yesu.